tunazungumza kuelekea Juni 19 hadi 21, siku ambazo pale Chalinze mkoani Pwani patafanyika maonesho makubwa ya kimataifa, maonesho ya mifugo ambayo yanafahamika kama Tri-Nation Livestock Expo. Na tunazungumza kwa sababu kuna wadau wengi ambao watashiriki kwa namna moja au nyingine. Sio tu utakuta mifugo pale, lakini utakuta na huduma mbalimbali ambazo zinahusu mifugo. Na wewe kama mkulima au mfugaji ukifika pale utapata huduma ambazo zitakusaidia kuongeza thamani katika aidha mifugo yako au kilimo chako. Leo tunazungumza kuhusu chanjo za mifugo jamii ya ruminants, lakini pia na mbinu bora za utoaji wa chanjo hiyo kwa ajili ya ufugaji endelevu hapa nchini, tukiwa na afisa masoko kutoka Threshall Hista Company. Karibu sana Dr. Rioba. Shukrani sana. Habari ya Threshall? Salama kabisa. Hasa ambacho mnakifanya? Sisi kama Threshall Exim kwa kushirikiana na kampuni ya Hesta Bioscience, sisi ni wazalishaji wa chanjo, wazalishaji na wasambazaji wa chanjo za mifugo, kuanzia mifugo kwa maana ya kuku, ng'ombe na mbuzi. Lakini kwa maana ya hii show ya leo tuko kwenye kuzungumzia chanjo za mifugo ya ng'ombe, mbuzi, kondoo. Sisi tunashughulika na uzalishaji wa chanjo hizo na kuzisambaza kote nchini na baadhi ya mataifa yanayotuzunguka Afrika. Ni kampuni ya kwanza, tunasema ya kwanza na ya kipekee kwa uzalishaji wa chanjo kwa ukubwa na tosherevu, na inaleta kuchechua soko, kwa maana ya kwamba sisi tunaamini kabisa chanjo ndio sehemu kubwa sana ya ambayo inasisitizwa sio tu kwa Tanzania na dunia nzima, kusisitiza kukinga magonjwa kwa njia ya chanjo kuliko kutibu. Tukizungumzia chanjo hapa tunamaanisha bidhaa ya kibiolojia ambayo imekusudiwa ikiingia mwili, baada ya muda kidogo mwili uweze kuzalisha kinga ili unapokuja ugonjwa mwili uwe tayari unajikinga. Na kwa kufanya hivyo chanjo inakusaidia kukinga kundi kubwa la wanyama ama mifugo yako kuliko kuanza kutibu mnyama mmoja mmoja, ambapo matibabu yale sasa unaona dunia sasa hivi inapiga vita matumizi yaliyokithiri ya antimicrobial kwa sababu ya madhara yanapatikanayo kutokana na utumiaji wa madawa yaliyokithiri, na kwa sababu mwisho wa siku mifugo hii tunatarajia ilete yale mazao yatokanayo na mifugo binadamu waje kula. Kwa hiyo sisi kama Threshall na Hesta Bioscience, jukumu letu la kwanza ni kuilinda jamii kupitia kwa kwamba tunakuwa na mifugo bora, tunakuwa na ufugaji ambao ni himilivu na endelevu. Sawa. Hizi chanjo mnazalisha wenyewe hapa nchini? Ndio, chanjo tunazalisha wenyewe hapa nchini. Hizi chanjo za ng'ombe, mbuzi, kondoo. Chanjo za kuku tunazalisha kutoka kiwanda mama kiko India, mji wa Ahmedabad. Kwa hiyo sisi kama kampuni tuna viwanda vitatu. Kuna kiwanda cha kwanza, kiwanda mama kiko India. Kiwanda cha pili kiko hapa Afrika, Tanzania, Kibaha, pale maili moja eneo la Stamico, na kiwanda cha tatu kiko nchini Nepal. Na existence ya kampuni ya Hesta iko zaidi ya nchi 37 duniani kote. Kwa hapa Tanzania tunafanya kazi na mzalishaji ama mfanyabiashara mkubwa kabisa, kampuni ya Threshall Exim, ambaye mbali na chanjo tunashughulika na bidhaa nyingine ambazo ni mbali na dawa zenye kulenga kuboresha afya ya wanyama. Sisi tumejikita zaidi kwenye eneo la kukinga kuliko kutibu. Ambapo tunaamini ndio dunia inaelekea na ndio maelekezo, ili kuweza kufechi soko zuri huko duniani na hapa ndani, wakati pia tukilenga pia kulinda yule mlaji wa mazao yatokanayo na mifugo, kwa maana mayai, maziwa na nyama. Kwa ufafanuzi zaidi, ni chanjo inayokwenda kuchanjwa mifugo jamii ya ruminant. Pengine inawezekana ukawa umeitaja hii, lakini ni jamii ya mifugo ipi hasa ili neno ruminant? Asante sana. Tukizungumzia ruminants tunamaanisha ng'ombe, mbuzi, kondoo, au ndo ruminant, wale wanyama wala majani.
Na tunaposema chanjo sio moja, ni chanjo hapa kwa maana nchi yetu imetoa kipaumbele katika chanjo 13. Sisi kama kampuni kwa sasa tuna chanjo karibu takriban 7 ambazo zimelenga kukinga magonjwa 8 tofauti tofauti. Chanjo ya kwanza kuna chanjo inaitwa homa ya mapafu ya ng'ombe. Chanjo ya pili ni homa ya mapafu ya mbuzi na kondoo. Chanjo ya tatu ni chanjo ya ugonjwa unaitwa sotoka ya mbuzi ama kwa lugha ya kitaalamu tunaita PPR. Lakini pia chanjo ya 4 ni chanjo ya homa ya mapafu ya mbuzi, na tuna tumeweka muunganiko wa chanjo 2 na bado tunaendelea kupitia division yetu ya utafiti kuendelea kuzunganisha zaidi. Malengo hapa ni kuendelea kuhakikisha kwamba mfugaji apate kuchanja mara moja, lakini akiwa amelenga kukinga magonjwa mengi zaidi. Hiyo itamwokolea gharama na itapunguzia wanyama pia wale wanaopokea chanjo hiyo usumbufu. Sababu zoezi la kuchanja ni zoezi ambalo linasababisha msongo sana kwa wanyama. Na hiyo chanjo hiyo iko na muunganiko wa chanjo ya sotoka ya mbuzi na ugonjwa wa mapele ya mbuzi na kondoo, tunasema kitaalamu ni sheep and goat pox. Na sisi katika mnyororo wetu mzima uzalishaji tumelenga mkulima mdogo, wakati na mkubwa, kwa maana zile dozi. Hapo kwenye mdogo ndio huyu wakati na mkubwa pengine akawa na uelewa fulani, ndio. Lakini huyu mkulima mdogo anayo kariba au ada ya kutoa chanjo kwa mifugo yake, au kuna nguvu fulani ya kutoa elimu mnayoitumia? Ukweli ni kwamba kwa nchi yetu wafugaji walio wengi, kwa maana hizi jamii za wafugaji tukiongelea hapa Wamasai, Wamang'ati na wengineo ambao njia tunasema ni primary industry ya kuzalisha kipato cha kifamilia, na ufugaji ule umejikita zaidi kwenye si ufugaji wa kibiashara. Sisi kama kampuni tunatoa elimu mara kwa mara mikoa mbalimbali ya nchi yetu, tumezunguka kwa sababu sasa kiwanda kipo hapa, tunaelewa hii ni biashara endelevu. Malengo ni kuhakikisha kwamba wafugaji walio wengi tuwavute kwanza waelewe kwa nini chanjo, maanake kuna perception nyingi huko kwamba chanjo wakati mwingine haifai ama inafanya wanyama wawe tasa. Kwa hiyo kwanza tunajaribu kuwaelimisha ili kuwabadilisha ule namna yao ya kufikiria. 2, tunajaribu kuwaonyesha umuhimu wa chanjo kupitia wale modo wa ufugaji wakubwa waliofanikiwa kwa kukinga magonjwa kupitia chanjo. Kwa hiyo tuna programu ambazo tumeandaa mbalimbali tunawafikia katika maeneo yao kote nchini, na kwa sasa kuna partner amekuja anaitwa Garvmed ambaye anaweza, kwa sababu kuwafikia wafugaji hawa kwa wingi wa nchi yetu ni kubwa sana, ni gharama. Garvmed huyu ni partner ambaye amekuja na mradi wake unaitwa Vital 2. Mradi huu ukilenga kufandi ama kugharamia sehemu ya hizo kampeni, lakini ukilenga pia kuleta teknolojia ya uzalishaji wa hizo chanjo. Malengo makubwa ni kwamba wale wafugaji wadogo, na unajua wafugaji wadogo kwenye hii tunasema ni Sub-Sahara, ukanda wa Sahara ndio walio wengi, tuwavute pamoja waanze kufuga ufugaji ambao kwanza ni himilivu na halafu endelevu, kwa sababu ukweli ni kwamba wafugaji hawa inawezekana tunaona kama hawana mchango kwenye pato la taifa, lakini ukweli ni kwamba mchango ni mkubwa sana, kwa sababu wanasaidia ule usalama wa chakula uendelee kupatikana. Bila mazao yatokanayo na mifugo, ina maana tungekuwa tunatumia fedha za kigeni kuagiza mazao haya, na tunavyoendelea kwenda mbele kuna ongezeko kubwa sana la watu. Kwa hivyo mahitaji ya protini tokanayo na mifugo ni kubwa, na kipato kinapoongezeka, sote tulioko hapo tungependa kula nyama, tungependa kula mayai, tungelipenda kunywa maziwa yatokanayo na mifugo tunayofuga hapa ndani. Kwa hiyo unaweza kaona hilo jukumu sisi tumenao kulibeba mabegani. Kwa namna hiyo tunagawana hizo tunasema tunagawana stake. Serikali na mlengo wake, na sisi kama private sector tuna stake yetu pale. Kwa mwaka jana tunashukuru kwanza serikali ya Tanzania ilitupatia tenda kusambaza chanjo nchi nzima ya ugonjwa wa mapafu ya ng'ombe na sotoka ya mbuzi na kondoo. Tumekuwa tukishirikiana na partner wengine kama FAO. Lengo ni kuhakikisha kwamba ufugaji tulionao unaenda kuinuka na kuanza kuchangia pato la taifa na pato la mtu mmoja mmoja. Okay. Wafugaji wengi
bado hawajawa na utaratibu sahihi wa kuipatia chanjo mifugo yao. Ni athari zipi ambazo zinaweza zikapatikana kwa mfugaji ambaye hatozingatia chanjo kwa mifugo yake? Athari kwa mifugo, lakini athari pia kwa yule atakayekuja pengine kutumia nyama ya mfugo ambao umefugwa. Asante sana. Athari ni kubwa sana, kwa sababu kama hukukinga mifugo yako, kwa maana unapotoa chanjo kwa mifugo unakinga mifugo katika kundi kubwa. Athari inayoweza kupata ya kwanza kabisa ni kupoteza ule mfugo unaofuga, kwa maana ya kupitia kufa. Athari namba 2, ugonjwa unapoingia kuanza kuutibu unakuwa umechelewa, mpaka uone. Unapochelewa maana yake ni kwamba kwanza kuna gharama za kumuita daktari, kuna gharama za kununua dawa, na wakati ukitibu kama alikuwa kwenye uzalishaji, kwa maana ni labda anazalisha maziwa ama mayai, uzalishaji utashuka, sababu huwezi kuugua mfugo, huwezi kuugua uendelee kupa uzalishaji ule uliolengwa. Kwa hiyo pia hapo tena unapoteza kipato kwa njia ya uzalishaji kupungua. Lakini athari ya 3 ni kama unatibu, na bahati mbaya sana kwa nchi yetu eneo hilo bado tujalifanyia kazi, yale mazao yatokanayo na mifugo wale yatakwenda sokoni yakiwa na mabaki ya dawa. Sasa hiyo pia sasa inakwenda kuathiri afya ya mlaji, na ndio maana tunaona kwamba ukiwa na wanyama walio na afya bora, hapa unakuwa umejihakikishia afya ya jamii iliyo bora, kwa maana ya kwamba watakula mazao yatokanayo na mifugo ambayo ni salama kwa afya zao. Kwa hiyo hizo ni athari za haraka ambazo zinaweza zikatokea. Lakini athari namba 4 ni kwenye sasa uzalishaji mzima, kwa maana kwamba kama umelenga labda mwaka huu nitapata, una shamba la ng'ombe wazalishaji, napata ndama labda 100, ugonjwa ukiingia una affect ile afya ya uzazi, unamwafiki, kwa sababu mnyama kama anaumwa sio rahisi kupata kuconceive. Kama anaumwa hata mwili wenyewe unamwambia kwamba hayuko tayari kubeba mimba. Kwa hiyo hiyo ni athari, kwa maana kwamba utapoteza tena na namba kubwa. Kwa hiyo utaona kwamba athari ni kubwa, na ndio maana tunaona kwamba kuna umuhimu sana jamii za kwetu zikianza kuzingatia chanjo kuliko kuegemea kwenye kutibu zaidi. Lakini athari ya 5 ambayo ni kubwa zaidi ni kwamba kama njia yako ya kukinga magonjwa ni njia ambayo haiegemei chanjo, masoko ya kimataifa yanakuja na masharti. Lazima uonyeshe certificate za uchanjaji, udeclare nchi yako kwamba ugonjwa huu nimeudhibiti kwa kupitia utaratibu huu, ili uweze kupata yale masoko ambayo masoko yale yanaleta fedha za kigeni, na masoko yale yanampa na mfugaji bei nzuri. Bei ile nzuri inakuwa kichocheo, kwa sababu kama kuna masoko mazuri, uchocheaji wa uzalishaji unakuwa ni mkubwa. Okay. Ndio. Sasa kwa haya yote tunarudi pale pale kwa kinga ni bora. Kinga ni bora kuliko tiba. Ndio. Ili mkulima ama huyu mfugaji aweze kuwa na wanyama wake waweze kuwa na afya, abaki pale kwenye kilimo himilivu na endelevu unavyoiita, anatakiwa afate ratiba ya uchanjaji ambayo ipo vipi? Ni sahihi. Ratiba ya uchanjaji ipo kwa mujibu wa kupitia tunasema ni mkurugenzi wa huduma za wanyama wa serikali. Ratiba ipo, na sisi kama kampuni tumekuwa tukiandaa utaratibu mzuri. Kila tunapokwenda kutoa zile semina, tunawaelimisha kwanza kuhusu magonjwa ambayo yanawezekana kukingwa kupitia chanjo, na tunawapa zile ratiba. Zile ratiba ziko ni kalenda kwa mujibu wa Wizara ya Mifugo na Maendeleo ya Uvuvi. Zile ratiba zipo na zinafuatwa. Sasa wakati mwingine zinafuatwa kwa namna gani, hiyo inakwenda mpaka kushirikisha madaktari walioko kule halmashauri, kwa sababu sisi kama kampuni ya binafsi sio rahisi kufika nchi nzima. Kwa hiyo mara nyingi tunafanya nao kazi kwa ukaribu kuhakikisha kwamba wafugaji wetu wanafuata ile ratiba, na mwisho wa siku tuwe na ufugaji ambao ni endelevu na himilivu. Himilivu kwa maana ya kwamba akipata tatizo asiamke moja kwa moja, na kuepuka pia tunataka wafugaji wafuge, wasiishi na mifugo. Huo ndio ujumbe naotaka kupeleka hapa. Kuishi na mifugo ni ile kufuga kwa mazoea. Tunataka wafugaji wetu wafuge, waone tija ya kufuga, waione kwamba sekta hii kwanza kabisa inaajiri walio wengi, na inawezekanika kwa sababu watu wamekwenda shule, na tunashukuru tumeanza kuona hizo hatua zimeendelea. Kwa miaka 10 iliyopita mimi toka nimeanza
kwa kwenye hii tasnia kuna mabadiliko makubwa ambayo tunapiga kwa sasa, na tunawashukuru sana wale wafugaji ambao wameonyesha moyo wa kuwekeza. Ndio sasa huyu Nawini ameleta hii platform, imesaidia sana kutoa elimu na kuleta mbegu, kuonyesha mbegu ambayo ni nzuri. Tunasema Kosafa, kwa maana ile breed ambayo ni superior breed. Sawa. Pamoja na chanjo, lakini tupo wafugaji wengine bado tunafuga sijui niseme ni kiasili, kwamba unamtoa nyumbani ng'ombe, malisho yake tayari amepata chanjo mnyama huyu, lakini nitampeleka katika pori tu na kula, na hasa kwa katika kipindi hiki cha mvua za masika, atakutana na majani ng'ombe ya kila aina. Malisho ya namna hii yana athari zipi kwa mfugo wangu, japokuwa nazingatia kanuni za chanjo? Swali zuri sana, na nashukuru. Hiki ni kipindi cha mvua, unaweza ukaona kwamba nchi yetu kila sehemu majani yamestawi, lakini kuna wakati nchi yetu inapitia kipindi cha ukame mkubwa sana. Sisi tunachoshauri, kwanza kabisa tunaanza kushauri na kudiscourage ama kutoa itakuja taratibu, lakini itakuja kueleweka. Ndio. Mfugaji aliye tayari kufuga na kuiona dunia ya kesho nzuri kwake ni mfugaji ambaye amejiandaa kujitengenezea malisho yake. Malisho yako, mbegu ziko, mbegu bora kabisa. Kwa hiyo kwanza mfugaji tunasisitiza na kushauri aweze kuwa na malisho ambayo ni himilivu, yenye uwezo wa kumwezesha wakati ambapo hali ni mbaya. Mwaka jana tulikuwa tuna kikao pale hoteli fulani, kikiangazia mpango na mkakati wa kuondoa ugonjwa wa sotoka ya mbuzi. Tulialika mmoja kati ya wafugaji kutoka jamii za Kimasai, alilia kwa sababu alikuwa amepoteza mifugo kwa njaa. Kwa hiyo sisi tunasisitiza angalau nchi ama mfugaji mmoja mmoja ajitengee eneo lake la malisho, apande malisho. Yale malisho yanatunzika, kuna namna inaitwa malisho aina ya silage, kuna hay, yanaweza kutunzika kulingana na uwezo wake. Tunashauri aweze kufuga wanyama ambao anaweza kuwahimili. Lakini wanyama ambao sasa tunaanza kubadilisha zile mbegu za kienyeji, hatusemi ni mbaya, hapana. Tunaweza tukaendelea kuwa nazo, lakini tuende kuona umuhimu wa kuwa na mbegu ambazo zinakupa uzalishaji mkubwa kwa kipindi kifupi, na unaweza kuwa na mifugo wachache lakini wenye kukupa faida kubwa. Okay. Na huo ndo sasa maana halisi ya ule ufugaji himilivu na endelevu. Sawa. Juni 19 hadi Juni 21, ushiriki wenu katika maonyesho haya ya Tri-Nation utakuwa vipi, na wakulima na wafugaji watakaofika hapo wategemee nini kutoka Threshold? Asante kwa swali. Sisi tumejiandaa kikamilifu kama nilivyosema huko awali. Sisi tuna makampuni ambayo yana, mbali na kwamba tunazalisha chanjo hizo, tuna makampuni ambayo yana bidhaa tunanunua kutoka kwao, bidhaa ambazo si dawa lakini zimelenga kuchochea ufugaji endelevu. Tuna kampuni kama Kemin Bioscience, kampuni kama DSM, wametuma wataalamu wao ambao ni wabobevu kwenye eneo la ruminants, kwa maana mbuzi, kondoo na ng'ombe, kuja kutoa elimu kwa umma. Kwa hiyo mimi nawakaribisha sana. Kwa hiyo hii Tri-Nation Expo ni kama ni platform, wafugaji waje kwa wingi wao kadri watakavyoweza, na sisi wataalamu wa mifugo tumejiandaa kuhakikisha kwamba wanapata chakula cha ubongo ambacho tunaamini wakienda kukitumia watakuwa na ufugaji wenye tija kwa mfugaji mmoja mmoja na kwa taifa kwa ujumla. Okay. Kwa hiyo nawakaribisha sana kwenye maonyesho haya. Kwa hiyo kwenye mabanda yenu kule au kwenye banda la Threshold, vitu gani ambavyo tutavipata pale? Kwenye banda Threshold, kitu cha kwanza, au nikija na ng'ombe wangu atapata chanjo? Tutaweza tukajiandaa pia kutoa free chanjo free kwa wale ambao ng'ombe walioletwa pale na hawajachanjwa, tutatoa. Lakini pia tutakuwa tumewaandalia tuseme picha, mnasema picha mnato namna gani chanjo zinazalishwa, toka inazalishwa mpaka inakwenda sokoni. Tutakuwa bidhaa hizo husika ambazo zimelenga kwenye kutengeneza chakula. Lakini pia tutakuwa tumewaandalia wataalamu wetu wa maeneo mbalimbali, kwa sababu tuna segment ndogo ndogo nyingi. Tutakuwa tumejiandaa kuwaonyesha wafugaji ni namna gani ufugaji bora unatakiwa kwenda. Tutakuwa tuna video zikiruka live kupitia ile mashamba ya mfano ambayo tayari tunahudumia.
Na sisi uzuri ni kwamba katika nchi yetu kwenye ile market share tunaweza, sio kwa kujivuna, kwa ubora bidhaa tulionao tumefikia nchi nzima, na wafugaji wote wakubwa nchi yetu aidha bidhaa moja ama mbili lazima wananunua kutoka kwetu. Kwa hiyo wale wafugaji wakubwa mnapata kukutana nao pale, watoe tuseme ni testimonial ili kuinspire hawa wengine wa chini waweze kuinuka. Ufugaji kwa nchi yetu kwa sasa, ufugaji na kilimo ni eneo ambalo tunaona linaweza likawa ni chanzo kizuri sana cha ajira na kusaidia vijana wanaotoka chuo kikuu. Mimi mwenyewe ni kijana ambaye nimetoka chuo kikuu miaka 11 iliyopita, niko kwenye eneo hilo. Niko kwenye private sector, lakini tukiendelea kushirikiana na serikali. Kwa hiyo mimi nawakaribisha sana waje kwenye maonyesho, watafurahi sana, hakuna atakayejutia. Na uzuri maonyesho haya Mbogo Ranch wamejiandaa vizuri, wameandaa pia na segment ya michezo. Watakimbia kwa afya zao, lakini pia watapata taaluma ama mafunzo kutoka kwa wataalamu ambao tumefika pale kwa ajili ya kazi hiyo. Sawa sawa. Hivi inawezekana kwa mimi ambaye sijatoka katika jamii ya wafugaji nikaamua kufuga na kufata taratibu za kifugaji na nikafanya vizuri, kwa maana ya kwamba vijana wale wanasema nikatoboa katika kufuga kwangu? Inawezekana kabisa kwa 100%. Ufugaji si lazima utoke jamii za kifugaji. Kwa sasa lazima watu wote waelewe ufugaji ni biashara kama zile biashara nyingine. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kufanya ni kuwa na taarifa sahihi. Taarifa sahihi kwamba nini unataka kuzalisha, unataka kuzalishia wapi, na chanzo cha soko ni wapi. Hiyo ni ya kwanza. Cha pili, huhitaji kusomea taaluma ili ufuge. Wako watu wamesomea. Wewe kazi yako ni kuhakikisha unapata watu sahihi na unapata taarifa sahihi, nini ufanye na kifanyike wapi. Okay. Huhitaji kutoka jamii za wafugaji ili uweze kufuga. Dr. tunakushukuru. Okay. Tunataka watu wote ambao wanaiona ufugaji ni fursa na ni biashara waingie na wafanye ili kuleta tija kwenye nchi yetu. Sawa. Tunakushukuru sana, lakini kabla tujamaliza na wewe natamani urudie sentensi moja kwa faida ya sisi wafugaji, kuwa mnataka tufuge lakini tunapenda kuona wafugaji wakifuga na sio kuishi na mifugo. Sasa hiyo kauli inawezekana ikawa ngumu kufika kule, lakini tungependa ieleweke kwamba ufugaji unatakiwa kuwa ni ufugaji wa kibiashara ambao umelenga kuzalisha faida ya mfugaji mmoja mmoja, uwe ni chanzo cha chakula nyumbani, lakini wakati ukileta kipato mfukoni kwa yule mfugaji na baadaye kwa taifa kwa ujumla. Ndio maana tunasisitiza wafugaji wasiishi na mifugo. Kuishi na mifugo ni ile kufuga kwa mazoea. Wafuge, wafanye ufugaji. Umekaa vizuri sana, tunakushukuru sana. Ni Dr. Kimori Rioba, afisa masoko kutoka Thrissur Hester Bioscience. Tumezungumza hapa kuhusu chanjo za mifugo jamii ya ruminant na mbinu bora sana za utoaji wa chanjo, lakini yote ambayo amezungumza hapa, elimu yake kwa kina zaidi na huduma ambazo wanazifanya, tutakutana nao katika maonyesho ya Tri-Nation Livestock Expo yatakayofanyika pale Chalinze Pwani Juni 19 hadi Juni 21 ya mwaka huu.